Je, umewahi kuona sinema ya vita vya nyuklia siku baadaye? Ni filamu inayoonyesha matukio mbalimbali ya kubuni yanayotokea baada ya siku ambayo bomu la nyuklia limelipuliwa. Ilikuwa ya kweli kiasi kwamba haikuwezekana kuiogopa. Marekani nzima ilikuwa na huzuni, ilikata tamaa na kuharibiwa. Wakati huo, mtangazaji aitwaye Ted Koppel alifikiri, lazima tusiwaache watu wa Marekani hivi. Alisema, kuna habari njema, maana yake, nina habari njema kwa ajili yako. Akaendelea, ukiangalia nje dirishani, akionyesha watakachoona. Kwa kusema, ulimwengu mzuri bado upo, aliwasilisha ujumbe kwamba ulimwengu mzuri bado upo. Maneno haya machache yaliwagusa sana watu wa Marekani. Ndipo walipoenda dirishani wakatambua, bado kuna ulimwengu mzuri huko nje. Bado tunayo nafasi. Ulimwengu mzuri sana ambao haukuathiriwa na mabomu ya nyuklia ulikuwepo. Wazo la mtangazaji lilikuwa, hebu tuwape watu wengi tumaini. Wewe na mimi tunapaswa kuigiza nafasi ya mtangazaji. Bado kuna nafasi. Tafadhali ongozwa kwenye ukweli sahihi wa Mungu. Tunapaswa kuwa wale wanaoshiriki ujumbe huu.